Karibuni wapendwa, tujifunze neno la uzima. Somo letu leo linahusu chapa namba 666. Iliyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 10, tutaanzia mstari wa 15 hadi wa 18. Tunalenga hasa mstari wa 18, lakini katika sehemu hizo zote tutajadili. Mungu, asante kwa ajili ya kipindi hiki. Asante kwa ajili ya utakatifu wako wote. Naombea kwa Roho wako Mtakatifu tuongoze, utuwezeshe tupate kujua haya ambayo umekusudia tujifunze. Katika jina la Yesu Kristo naombea, kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu awasaidie. Amen. Namba 666 ambayo imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13, na tutaanzia mstari wa 15 kama nilivyosema. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kufanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama, na kufanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Na yawafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru na watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awe yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Hesabu 666. Tuanze kwanza kuangalia maana ya muhuri au chapa. Maana yake kwanza, muhuri au chapa. Muhuri, kifaa kinachotumiwa kutia alama, kwa kawaida katika udongo wa mfinyanzi au nta, alama ambayo ilionyesha umiliki, uhalisia au makubaliano. Mihuri ya kale ilitengenezwa kwa kitu kigumu kama vile jiwe, pembe ya tembo au ubao, nayo ilikuwa na herufi zilizochongwa au michoro iliyoandikwa kurudi nyuma. Yaani muhuri ulitumiwa kwa njia ya mfano kurejea kitu kilichothibitishwa kuwa cha kweli, au kwa alama ya umiliki au kitu kilichofichwa au siri. Hiyo ndiyo sehemu ya muhuri au chapa. Maelezo mengine, utambulisho wa umiliki. Yaani muhuri ni utambulisho wa umiliki, ambaye ndani yake kuna alama, kuna muhuri wenyewe, kuna nembo. Ina kazi maalum ya kutambulisha bidhaa au mali ili kuonyesha umiliki halali wa kitu au mali hiyo. Nembo au alama au chapa kwa mifugo, kwa mfano, zipo kutofautisha mifugo kati ya mmiliki huyu na yule. Kwa tumeona sasa kwamba tunapozungumzia chapa, tumeona ni kitu ambacho kimetengenezwa na kinaweka alama ama nembo ama muhuri. Sasa katika kitabu chetu hiki cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 18, ambao tumeona kwamba hapo ndipo penye hekima. Yeye alina akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Hapa katika hicho kitabu katika mstari kuna vitabu ambavyo tumesogezewa pale ili viweze kutusaidia kutoa ufafanuzi wa namba 666. Kitabu cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa 9 na 15 mstari wa 2. Wafalme ya kwanza sura ya 10 mstari wa 14. Ezra sura ya 2 mstari wa 13. Kwa hiyo mistari inatupa sasa mwelekeo wa kujua walikuwa na maana gani, kwa sababu Biblia inajitosheleza na ina majibu. Ndio maana mtu hawezi kutafasiri neno kama atakavyo, bali Roho Mtakatifu kama anavyotaka. Kama maandiko yanasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuende moja kwa moja katika ufafanuzi.
ufafanuzi tuanzie na huo mstari wa Ufunuo sura 17 mstari wa 9. Huo unakupa mwelekeo na namna ambavyo kwamba huo mnyama au hiyo namba au chapa ni ya namna gani. Katika kitabu hiki kinaeleza Ufunuo sura 17 mstari wa 9, hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Yule mwenye kujua ni mwenye akili na hekima, ndio mwenye kujua. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo, ni fumbo. Ufunuo sura 17 mstari wa 9 wa 10, navyo ni wafalme 7, 5 wameshakwisha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado, naye atakapokuja inampasa kukaa muda mchache. Ufunuo sura 17:18, na yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Tumeona ya kwamba kumbe tunapoeleza juu ya mwanamke tunaona ni taifa kubwa, mji mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Kwa maana hiyo katika dunia hii liko taifa lenye nguvu ambalo lina wafalme, yani anatoka huyu anakuja na nguvu hiyo hiyo, na huyo ndo tunaona kwamba ni taifa kubwa lenye nguvu. Ni taifa lipi? Tuangalie, mwandishi hajaishia pale kutufahamisha pia hata rangi yake huyo mtu. Ufunuo sura 17 mstari wa 3, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Kwa hiyo ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura 17 mstari wa 4, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, na alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafuko ya uasherati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hiyo katika kipaji chake alikuwa ameandikwa jina la siri, yani ana muhuri wa siri ama chapa ya asili ama nembo ya asili ya kuonyesha ya kwamba yeye ni nani. Lakini ni jina la makufuru, kwa sababu inawezekana Mungu hakuhitaji iwe hivyo, lakini yeye akalichukua liwe hivyo. Kwa hiyo mstari huu au sehemu hii inatuonyesha mtawala au jamii au taifa lililo na nguvu lakini limemwasi Mungu. Ndio maana kitabu hiki kinatueleza juu ya habari ya Babeli. Babeli ni mji ambao mtawala wake alikuwa Nebukadneza, aliwashikilia Waisraeli wakakaa utumwani, akiwa amechukua vyombo vyake au fedha na dhahabu na vitu vya thamani, lakini siku ya siku aliwachilia. Tuendelee. Hiyo tumetoka fungu la kwanza ambao tumepewa katika kukaribishwa kwetu katika mstari wa 17 mstari wa 9 katika Ufunuo. Tunaenda hatua nyingine ambao tumekaribishwa katika mstari wa Ufunuo 13 mstari wa 18 ambao tunaongelea sasa. Ufunuo sura 15 mstari wa 2 inatupa picha juu ya hiyo nembo au alama au muhuri. Anasema tena, nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo. Zingatia, mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu. Hapa tunaona bahari, mfano wa bahari ya kioo. Alikuwa na maana gani? Inabidi sasa tuangalie kwamba kuna kitu gani katika Biblia ambayo tumeambiwa au kinachofanana na jina bahari. Ndipo sasa tunasoma katika kitabu cha
Wafalme ya kwanza sura ya 7 mstari wa 23 na 26 kukupa picha ya jinsi bahari ambayo inaongelewa sio bahari ya maji kama bahari kuu, bahari ya Hindi. Ni mwakilisho, kwa sababu bahari pia inasimamia watu wengi, au maji mengi yanasimamia watu wengi. Kwa hiyo bahari ni kama maji, wakati mwingine bahari kama kitu fulani. Lakini tuangalie Biblia inasema nini, kwa sababu tunaongoza na Biblia kupitia Roho Mtakatifu. Wafalme ya kwanza sura ya 7 mstari wa 23 na 26. Tena akaifanya bahari ya kusubu mikono 10 toka ukingo, akavilingana, na mikono 5 ilikuwa kwenda juu kwake, na uzwa mikono 30 kuizunguka kabisa. 26, nimechukua baadhi ya mistari pale. Na unene wake ulikuwa nyanda 4, na ukingo wake ukafanywa kama ukingo wa kikombe, kama ua la yungi. Huingia bathi 2,000 kama ua la yungi. Ua la yungi ni mfano wa hiki kitu. Ua la yungi mfano wa kitu kwamba huku juu kuna kwa kumechanua, yani ua la yungi kumechanua. Kwa lugha nyingine ni taji, au lugha nyingine ni corona, au jina lingine crown, ambayo tunaenda kuangalia kama corona ndio yenyewe au namna gani. Kwa hiyo hapa tunapewa picha ya huu mstari wa Ufunuo sura ya 13 mstari wa 18. Tunaambiwa kwamba iko bahari mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilichotengenezwa, kilichoumbwa. Kwa maana hiyo walivyokuwa kitengeneza zamani, waliweza kutengeneza kikombe au bilauli, kitu cha kuwekea maji au ujazo wa kitu fulani au kimiminika, yawe madini au vitu vingine. Kwa hiyo tunapozungumza bahari ni kile chombo ambacho kimetengenezwa kwa mfano hiyo. Sasa kwamba bahari ya kioo ni kwa mfano hiyo, kwamba kitu ambacho kama hiki wamekisubu, yamekitengeneza. Sasa kwa sababu hiyo ndani yake kuna kitu kinaonekana kwa mfano wa kioo kiliyochangamana na moto. Lakini sasa hii bahari iliyochangamana na moto ina maana kwamba kuna vitu ambavyo vya moto au vimeyeyushwa kwa moto viko ndani ya hiyo bahari ya kioo. Kwa maana nyingine kwamba sasa wale ambao kwamba asema walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari, kwa maana kuna wengine walisimama, kwa maana hiyo hawakupigwa chapa, maana kando ya bahari hawakupigwa chapa ya hiyo bahari. Mungu atusaidie sana kuelewa, si kama naeleweka vizuri, ya kwamba bahari ni kitu cha kusubu, na walikuwa kitengeneza vitu mbalimbali kwa ajili ya ujazo wa maji au vimiminika. Sasa viliweza kusubu, ndio maana kwa sasa nasema kwamba tena akaifanya bahari ya kusubu mikono 10 toka ukingo. Anakueleza jinsi ilivyotengenezwa, na ilipokuwa amesubu hivyo, ina maana walipitia kwenye tanuru la moto, yani ikakaushwa ikatengenezwa. Ni vitu vya vimiminika. Baada ya kutengenezwa sasa, ule ujazo wa mle, ile bathi inajaza maji kiwango fulani, ambao leo sasa unapokuwa umetengenezwa bahari ya namna hiyo, na ule ujazo uliomo kwenye chupa ile, ndio tunaweza tukaita ni bathi ngapi. Sasa yule ambaye alitengeneza, ndio maana unaonyeshwa juu ya hiyo bahari. Kwa hiyo maana yake sasa kama kitu cha kusubu, chapa au nembo, muhuri, majina ya ukoo, ndani yake kuna kitu kimechangamana na moto, vitu vya thamani, yani madini, vitu vya thamani ambayo vinaonyesha vimechangamana na moto, yani kwa maana nyingine ni madini, madini. Na ndio maana sasa mwandishi huyu wa kitabu cha Wafalme ya kwanza sura ya 10:14, yeye anakueleza tu kwamba basi uzani wa dhahabu iliyomfikia Sulemani mwaka mmoja ndio talanta 666. Inakupa picha ya madini yaliyomo kwenye hiyo chupa au bahari, mfano wa bahari ya kioo. Ndio maana yake. Sasa ndio maana bado tunaangalia kwamba hiyo dawa au chanjo
ya corona ilikuwa na madini gani au matilio gani ndani yake. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapoenda tena, tumeona kwamba madini yanawakilisha vitu ambavyo vilivyomo katika hiyo chupa au bahari ambayo tumeona mahali hapa. Na tutapoenda sasa kitabu cha Ezra sura ya 13, sura ya 2 mstari wa 13. Nayo imeandika tu wana wa Adonikam 666. Maana yake ni nini? Sura ile inakuonyesha juu ya wana wa Israeli walipokuwa wakitoka katika nchi ya Babeli. Ndio maana hata katika sura hii inaeleza juu ya mwanamke anafananishwa na Babeli, kwamba katika Ufunuo sura 17 mstari wa 5, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la asili, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo. Kwa hata Ezra ambaye alikuwa mwandishi wa Torati anatueleza juu ya ukoo ulioko katika kwa wakati ule ambapo mwandishi huyo Ezra alikuwa mwandishi wa Torati. Ukisoma kuanzia Ezra sura ya 2 mstari wa kwanza na kuendelea, basi hawa ndio wana wa wilaya waliokwea kutoka katika ule uhamisho wa hao walikuwa wamechukuliwa, ambao Nebukadreza mfalme wa Babeli aliwachukua mateka mpaka Babeli, nao wakarudi Yerusalemu na Yuda, kila mtu mjini kwake. Ndipo hao waliokuja pamoja na Babeli, Yoshua, Nehemia, Seraya. Kwa hiyo wako wengi. Unapotoka mstari wa Ezra sura ya 2 mpaka kufikia mstari wa 13, wote unaelezea ukoo au sensa, kama ambavyo imewekwa siri ya jina Johnson and Johnson, wana wa Yohana au wana wa Joni. Ukoo inawakilisha ukoo. Kwa hiyo jina au mstari huu wa Ezra unawakilisha ukoo au sensa ya wana wa Israeli waliotoka kule mji wa Babeli chini ya utawala wa huyo mfalme Nebukadreza. Na ndio maana hata katika mstari wa 12, Ezra sura ya 2 mstari wa 12, wana wa Azgadi 1222, inaonyesha idadi ya hawa watu waliokuwa wametoka kule. Kwa sasa tumeona kwa kifupi kwamba kumbe tunapoelezwa juu ya chanjo au juu ya chapa ni kitu ambacho tayari tumeonyeshwa kwamba ni bahari, mfano wa bahari iliyochangamana na moto. Tutaenda kuangalia ina maana gani kuchangamana na moto. Kwanza tuangalie wale wataalamu watengenezaji wa hiyo chanjo au nembo au majina ya wana wa Israeli walivyokuwa wameelekezwa na Mungu, na Ibilisi naye amechukua nafasi hiyo kufanya hayo ambayo Mungu aliwaelekeza wana wa Israeli. Kutoka kitabu cha Kutoka sura 28 mstari wa 3, na unasema, nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima ni wajaza na roho ya hekima, wamfanye Haruni mavazi ili kumtakasa anitumikie katika kazi ya ukuhani. Mstari wa 9, nawe utatwaa vito viwili vya shohamu ya rangi ya chani kiwili, nawe utachola juu yake majina ya wana wa Israeli, majina yao 6 katika kito kimoja, majina 6. Kumbuka korona ina herufi 6. Maana yake ni nini? Ni inshallah ya hiyo namba 666. Majina 6, na majina 6 yaliyosalia katika kile kito cha pili, kwa utaratibu wa kuzaliwa kwao, kwa kazi mtu mwenye kuchora mawe, kama vile muhuri acholavyo, atavichola hivyo vito viwili sawasawa na majina ya wana wa Israeli, na utavitia katika vijalizo vya dhahabu. Nawe utavitia vile vito viwili juu ya vipande vya mabegani vya hiyo naivera, viwe vito vya ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli.
naye Haruni atachukua majina yao mbele za Bwana juu ya mabega yake mawili, ili kuwa ukumbusho. Nawe fanya vijalizo viwili vya dhahabu. Uone jinsi ambavyo Mungu alivyoweza kumwagiza Musa ili atengenezewe Haruni mavazi, na namna gani ambao majina yatakuwa yamewekwa katika mawe kwa ajili ya ukumbusho. Lakini wapi? Mabegani. Sasa Ibilisi ametumia njia ya kuleta au ujazo wa vitu, mawe au madini ya thamani yamechongwa au yametengenezwa katika kimiminika, yakajazwa na ikaandikwa Johnson, maana yake wana wa Yohana au wana wa John, wana wa Yohana. Kwa maana hiyo sasa ile chapa ni wana wa Yohana. Watu wote wamekuwa wamilikiwa na wana wa Yohana, ambao tumeona ni taifa lile ambalo linafananishwa na Babeli, mama wa makahaba. Tunapoendelea mstari wa 20, na safu ya 4 itakuwa ni zabarajadi na shohamu na yasipi. Vitu hivyo vitakazwa ndani ya dhahabu kwa kujaa mahali pake, na vile vitu vitakuwa sawasawa na majina ya wana wa Israeli 12, sawasawa na jina lake, vitakuwa vya hizo kabila 12. Bwana Yesu asifie sana. Sasa tunaona ya kwamba tunapotafakari juu ya chanjo, tunaangalia lile kusudi ambalo tunaliona hapa. Inatupa picha sasa ya kwamba kumbe vile vitu ambavyo vitengenezwa vimewekwa katika chupa ni ishara kwa majina yao au kumbusho. Na tunaposoma mstari huu wa kutoka kitabu cha Ufunuo sura 13 na mstari wa 16, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri na maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Sasa mtu unaweza kusubiria upigwa mchapa mkono wa kulia. Sasa Ibilisi anaweza akabadilisha utaratibu akakupiga mkono wa kushoto. Kama hapa Haruni, yeye aliambiwa atengeneze vitu vya thamani, lakini viwekwe katika mabega yake iwe ukumbusho. Sasa wewe unaweza kusubiria hivyo. Kumbuka Mungu hata alipomwambia Ibrahimu ya kwamba kizazi chako kitakaa miaka 400 utumwani, na kisha nitakitoa kikiwa na mali mingi. Lakini kile kizazi kilikaa miaka 430. Utasema Mungu alikosea? Hapana. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kwa akili yako na ufahamu wako uweze kutafakari juu ya hayo ambayo Mungu ameyasema. Lakini pia katika vipaji vya nyuso yako, kwamba anapomaliza mstari wa 17, chapa yani jina lile, mstari wa 16 mstari wa 16, yani katika vipaji vya nyuso zako, vipaji vya nyuso zako. Kwa maana hiyo kwamba vipaji vya nyuso yako inawezekana ni kwa ajili ya kula vitu ambavyo vitakuwa na hiyo chip au kimiminika ambao kitakuwa kimetengenezwa. Kwa hiyo utakapokuwa umekula, kitaenda ndani ya mwili na kitakaa katika damu, na kitasafiri, inawezekana kikafika katika lango lako la ufahamu, ambayo sasa ni akili yako, yani katika kipaji cha uso wako. Ndio maana katika kipaji, unapoeleza habari ya kipaji ni paji la uso, ndipo penye asili ya neno kipaji, na hapo ndipo penye rango la kuingilia malango 6 wa ufahamu wa binadamu, baada ya milango 5 ya mdomo, pua, macho, masikio na ngozi. Inaelezwa kuwa paji la uso ni jicho la ndani lisiloonekana na lango kuu la roho. Kwa maana ukisoma kitabu cha Nehemia sura ya 2 mstari wa 1 na wa 3, unakutana na kwamba Nehemia aliposikia habari za ndugu zake na jamaa zake huko Yerusalemu, mji umebomolewa na watu wanadhiki, wana shida, Nehemia akaingia akalia sana sana sana, lakini baadaye akafunga. Baada ya muda sasa anatoka anaenda kwa mfalme, kwa sababu ndio alikuwa mnyeshaji wa mfalme. Anafika pale, mfalme alipomtizama ile paji la uso, sura ile, akajua huyu ana shida, amehuzunika. Akamwambia, mbona huzuni hii ya namna gani?
akajitetea, lakini akaambia huzuni hii je, unaumwa? Maana huzuni ya moyo. Sasa kwamba alimwangalia kipaji au paji, tafasiri ya kwamba kipaji ndio nakupa undani. Sasa Ibilisi anatumia sasa njia hiyo ya kuweza kukupa kutengenezea kama chipu mkononi. Usubiri mkono wa kulia, utaendelea kusubiria na hutaona. Lakini ni njia nyingi kama hivyo umeambiwa kwamba ama katika kipaji, utawekwa katika kipaji. Kipaji ni kwamba utakila kile kitu. Hiyo ni chapa. Kama vile sisi ambao wa Kristo, ukiulizwa wewe chapa yako ambayo imewekwa katika kipaji cha uso, utasema nini? Ushawahi kuiona? Lakini kwa maandiko tumesoma kwamba kile kikombe, ishara ya damu, yani divai, na mkate, hiyo ni ishara ya chapa au muhuri. Kwa hiyo kupitia katika kinywa chako ndio unakunywa kupitia, na ili ufahamu wako uendelee kumtukuza Mungu. Na ndivyo unapotizama katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 9 mstari wa 4. Wakaambiwa wasiwadhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Vipaji vya nyuso zao. Nasema ya kwamba ile damu au mkate ishara ya divai, ya kwamba ndiyo muhuri wa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine ambacho kipaji ni wanasayansi, yani kwamba ubongo, macho ya nje, masikio na macho ya ndani, yani ubongo, hilo ni jicho la tatu. Wanasayansi sawa. Hapo ni kwa mtazamo wa kisayansi, inafikirika ni kwenye somo la anatomy kuhusu ubongo. Jicho la tatu linaonekana katikati ya ubongo. Zingatia katikati. Ni lugha ya Kiingereza. Sasa nikikosea usinikosoe. Vertebrate brain, hapo ndipo zinapozalishwa homoni za kulaza au kuamsha hisia, maono na usingizi. Sasa kama mpango wa Ibilisi ni kwenda kuharibu hisia na maono kupitia ile chapa, ambayo mimi kwa binafsi ndio naona kwamba ile chanjo ya corona ambayo imetengenezwa mataifa ni kwa ajili ya hiyo namba 666, kwa maana baada ya muda wataingia ama kutumia satellite au internet watu kutucontrol. Kama hivi sasa robot sasa hivi nasema, ambao sasa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 15, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sasa robot anasema anafanya hivi na vile kupitia ama internet au satellite kulingana jinsi walivyoseti. Lakini wametumia madini gani kuifanya ile sanamu iseme na kufanya kazi na ufahamu kile ambacho wanahitaji wanakifanya? Je, si mpango huo wa nyakati za dalili za kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo, dalili za nyakati za mwisho, ya kwamba wanadamu tutakuwa control na wale jamaa ambao wameweka muhuri ndani ya mwanadamu kwa ajili ya makusudi yao. Kwa ndio maana sasa hivi kuna elimu inayofundishwa ile akili bandia. Mataifa hayo wanafundisha akili bandia. Sisi tunahangaika kufundishana kwa ajili ya robot anafanyaje kazi. Wao wanajifunza zaidi ya hicho kwa ajili ya mwili wako. Na Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kutoka 35, 31 mpaka 35, Biblia inasema, naye amemjaza Roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kuvumbua kazi za werevu, na kufanya kazi za dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi ya werevu kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani. Amewajaza watu hao akili ya moyoni. Akili ya moyoni ikiharibika, akili ya moyoni na kwa shida, ili watumike katika kazi kila aina ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu
na mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi ya samawi, rangi za zambarau na nyekundu, na kitani nzuri na ya mwenye kufuma nguo, ya hao wafanyao kazi yote na yenye kuvumbua kazi za welevu. Hao ni wataalamu, hao ni wataalamu. Sasa tuangalie, kwa sababu bado tunazungumzia habari ya moto, au kwamba hiyo bahari ya moto au imechanganyikana moto, kwamba tena nikaona kitu kama mfano wa bahari iliyochangamana na moto. Tuende kutafasiri huo moto wa namna gani. Kwa maana nasema kwamba moto unahusika na madini. Katika kitabu cha Ezekiel sura 28 mstari wa 11 tuanze. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya bustani, ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yasipi na yakuti, samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu, kazi ya matali yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya milima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto, kati ya mawe ya moto. Umetajua huko mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika siku zako, tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, na umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza. Ewe kerubi, ufunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Kwa hiyo Ibilisi, inaonekana Ibilisi jinsi alivyokuwa katika bustani ya Edeni. Kwa maana hiyo sasa, kwa sababu ameingia katika mioyo ya watu, na hao nao wanafanya hivyo vijadizizo, ambao sasa leo tuna chanjo ya Johnson and Johnson ni familia, Jensen and Jensen ni familia ya watu ambao walikubaliana. Na tuirudie tena hii Kutoka 28, kwa sababu bado tuko kwenye muhuri 28 mstari wa 36. Nawe fanya bamba la dhahabu safi na ya kuchora juu yake mfano wa machoro ya muhuri mtakatifu kwa Bwana. Mtakatifu, herufi kubwa, kwa Bwana. Nawe uitilie hilo bamba katika ukanda wa rangi ya samawi, nalo litakuwa katika kile kilemba. Litakuwa upande wa mbele wa kile kilemba, nalo litakuwa katika kipaji cha uso wa Haruni. Na Haruni atauchukua uovu wa vile vitu vitakatifu watakavyovitakasa hao wana wa Israeli katika vipawa vyao vyote vitakatifu, nalo litakuwa katika kipaji chake cha uso siku zote. Ili kwamba vipate kukubaliwa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona hapa Mungu anaelekeza juu ya machoro au muhuri ambao utakuwa kwenye kipaji cha mtumishi wa Mungu Haruni. Ina maana juu ya kipaji, na ule muhuri ulikuwa umeandikwa mtakatifu kwa Bwana. Na hivyo alichukua dhambi zote za wana Israeli au shida zote za wana Israeli katika kipaji chake. Sasa leo kama mtu mwingine anaweza akatengeneza nani nyingine ambao Yesu alikuja akamaliza hiyo shida. Ndio maana kwamba kila mtu anampekea Mungu mwenyewe shida yake. Kwa mfano katika kitabu hiki cha Kutoka sura 28 na mstari wa 38, nalo
nalo litakuwa katika kipaji cha uso wa Haruni, na Haruni atauchukua uovu wa vile vitu vitakatifu watakavyovitakasa hao wana wa Israeli katika vipawa vyao vyote, ili vipawa vyao vyote vitakatifu, nalo litakuwa katika kipaji cha uso siku zote. Sasa ili kwamba vipate kukubaliwa mbele za Bwana. Kwa hiyo leo hii kuna watu ambao wametengeneza muhuri kama huo ambao ni chukizo kwa Mungu. Ndio maana kwamba mama wa makahaba Babeli, na jina lile la siri. Jina gani la siri ambalo liko katika kipaji cha mtu? Kwa hiyo unapoenda sasa katika umsali, uende katika rejea. Na rejea katika kitabu cha Yohana sura ya 1:29, ambao siku ya pili yake Bwana Yesu anakuja kwake. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo mwenye kuchukua dhambi ya ulimwengu kwa sasa ni Yesu. Alikuja akachukua dhambi ya ulimwengu, sio mwanadamu yoyote ambaye anasimikwa na kuandikwa katika kipaji chake jina la makufuru kwamba yeye ni mwakilishi mwana wa Mungu, mwakilishi wa Mungu. Hapana. Kwamba yeye ni Baba Mtakatifu. Hapana. Katika kitabu hiki bado, kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 28, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao wokovu. Kwa hiyo inathibitisha kwamba hata Haruni baada ya pale Yesu alipokuja, sasa yeye ndio muhuri, ametupiga muhuri watu wote. Petro ya kwanza sura ya 2:24, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kupigwa kwake mliponywa. Sasa kama Yesu alichukua dhambi zetu, ni nani mwingine katika ulimwengu huu ambaye tutampelekea shida zetu atuombee kwa Mungu kama mwana wa Mungu? Yawezekana miongoni mwenu mikawa chukizo. Kuna jina limeandikwa Vicarious Filii Dei Kilatini, vikali au mwakilishi wa mwana wa Mungu. Ni msemo uliotumiwa kwanza katika mchongo gushi wa enzi za kati wa Konstantini kurejea Mtakatifu Petro, ambaye anachukuliwa kuwa papa wa kwanza na kanisa Katoliki. Na ukienda sasa kwa sababu ni muhuri wa siri, unapoenda katika hesabu ndio unakuta namba 666, hiyo Vicarious, namba 666. Maana ya jina papa ni Baba Mtakatifu. Sasa maana imeandikwa ya kwamba ni chukizo kwa Mungu, kwa sababu hakuna mwanadamu mwingine aliyekuja kubeba dhambi za ulimwengu huu isipokuwa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alifanya hivyo kwa sababu alitoa kielezo, hakuna jambo jipya chini ya mbingu. Kwa maana hiyo alianza Haruni kwa muhuri huo ambao uliweka mbele ya paji lake, na baadaye sasa anakuja sasa Yesu Yesu ndo Mungu mwenyewe, kwamba hakuna dhambi nyingine wao yote ambayo inaweza kusamehewa isipokuwa ni Yesu mwenyewe. Kila mtu akimkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaokolewa au anapata wokovu. Ndio hiyo maana akaandikiwa katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 17 kwamba na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Ni jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Machukizo ya nchi mojawapo na ulevi na mambo mengine kadha wa kadha, ambayo baadhi ya makanisa wanaruhusu ulevi, na ulevi nao unaelezwa
Ulevi nao unaelezwa katika kitabu hiki cha Yeremia sura 51 mstari wa 7. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Karibia dunia nzima watu wako walevi, lakini nini waliotengeneza? Ni corona. Corona tutaenda kuangalia kwa sababu ni somo pana na ndefu ambalo linahitaji msaada wa Mungu. Kwa hiyo sasa katika hiyo sura ya Ufunuo sura 15 mstari wa 2 inatuonyesha sasa kwamba inaonyesha utajiri, inaonyesha ukoo ndani yake, inaonyesha kitu cha kusubu ndani yake, chapa, nembo, muhuri, majina ya ukoo ndani yake. Kuna kitu kinachochangamana na moto ambao sasa ni hayo madini. Na hayo madini kwa nini yamefanywa kwa hivyo? Kumbuka ya kwamba Mungu aliwapa watu akili na sio leo, toka enzi na enzi. Na ndio maana katika ugonjwa huu tunaita corona, lakini Mungu aliuita au watu wake waliita tauni. Na hii tauni ambayo pia iliwahi kutokea katika taifa la Misri, na mambo mengi ambayo Haruni au Musa pamoja na Haruni walielekezwa kuyafanya. Na alipoyafanya, kwa mfano Musa na Haruni walipoambiwa kumwachia huyo nyoka, lakini wachawi nao walifanya hayo hayo. Hebu tuangalie sura ya 7 mstari wa 10 na wa 13. Biblia inasema hivi: basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi, na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao, wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Moyo wa Farao ukawa ni mgumu, usiwasikize kama Bwana alivyonena. Kwa hata watu wametengeneza corona baada ya kuangalia kirusi kikoje na nini, na ndio maana kikatambulishwa kama corona au kwamba crown, wakatengeneza nembo hiyo ya Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeona sasa kwamba namba ambayo tuliona kwamba basi uzani wa dhahabu uliomfikia Sulemani mwaka moja ndio talanta 666, ambayo inawakilisha utajiri, madini yaliyomo kwenye hiyo bahari ya kusubu. Tumeona madini jinsi ambavyo Ibilisi alivyoweza aliumbiwa, lakini ni vitu vya moto, kwa maana kwamba ni bahari, mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto. Namba 4, wana wa Adonikamu 666, hiyo inawakilisha, inaonyesha sensa ya majina ya ukoo kupitia chupa, muhuri au nembo yenye namba 666, kama nilivyosema kwamba Ezra inaonyesha kwamba ni ukoo wa wana wa Israeli miongoni mwao waliotoka katika nchi ya Babeli uhamishoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaporudi sasa kwenye uhalisia, tuangalie kwamba kazi ya nembo au muhuri. Kuna muhuri ambao Wakristo tunao uliosemwa katika kipaji cha uso, lakini tutarudia tena hiyo habari, lakini kwanza tuangalie muhuri. Muhuri ambao unaelezwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:24-25. Naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu. Kwa mfano wa mkate, kwa na kipande cha mkate hapa. Akasema, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ajili ya ukumbusho wangu. Na vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe kwa mfano huo kwa Wakristo, na
Na vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Hii ndio inaitwa bahari nyingine, maana kuna bahari mbili hapa tumeandikiwa. Kuna bahari mfano wa kioo iliyochangamana na moto, lakini Ufunuo sura ya 4 mstari wa 6, na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama birauli, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwa wenye uhai wanne, wamejaa macho mbele na nyuma. Ni malaika ambao wanaolinda watumishi wa Mungu, ambao wana kipaji katika nyuso zao, na kipaji kile hakionekani, au ile alama katika nyuso zao haionekani, ila inaonekana kwa stahili ya kiroho. Lakini pia wana wa Israeli wakitoka Misri, kutoka kitabu cha Kutoka sura 12, 13, 14, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, nisiwapate pigo lolote kwa haribu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hiyo itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya kuwa sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Huo ni ukumbusho. Kwa hiyo tunaporudi kwa Kristo, kitabu cha Wagalatia sura 6 mstari wa 17, tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Kuna chapa nyingi au muhuri wake Yesu. Efeso sura 4:30, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Sasa umetiwa muhuri wapi? Kwenye kipaji cha uso wako. Na katika kipaji cha uso wako kiroho, twende kiroho. Kipaji cha uso maana yake kwamba unaposema kipaji cha uso ni maana ya kipaji la uso wako, zijue siri za imani za kidini zilizojificha ndani yake. Wanasema kuwa paji la uso ndipo penye akili ya neno kipaji, na hapo ndipo penye lango la kuingilia, mlango wa 6 wa ufahamu wa binadamu, baada ya milango mitano, yani mdomo, pua, macho, masikio na ngozi. Inaelezwa kuwa paji la uso ni jicho la ndani lisiloonekana na lango kuu la kiroho. Kwa hiyo sasa, na maana mtu anapotumia kikombe ishara ya damu ya Yesu Kristo na mkate ishara ya mwili wake, huo ni mhuri au alama au nembo ambayo wewe Mkristo umewekewa ndani ya jicho, ndani mwako. Lakini unapokuwa na ulevi, hiyo hekima na roho ya Mungu inakutoka. Kwa hata haya ninayohubiri au nayafundisha haya, mtu mwenye elimu ya duniani hawezi akayaelewe. Awe profesa mwenye PhD hawezi kuyaelewa, kwa sababu amemwachia roho wa kuzimu, akamnywesha, akaharibu ufahamu wake wa akili ya kutambua neno la Mungu. Maana sasa hawezi kumwabudu Mungu, hawezi kumtumikia Mungu. Lakini yule tajiri au masikini mwenye kulijua neno la Mungu anajua ninaongea nini, kwa sababu tayari amewekewa muhuri katika kipaji cha uso wake, yani jicho la ndani. Na ndio maana manabii wa uongo huwa wanamiminia maji au mafuta ya maziko ya kuzimu kichwani. Wanapofusha ufahamu wa ndani kiroho. Jicho la tatu ambalo nasema ni ubongo, macho ya nje, masikio, macho ya ndani, ubongo. Hapo ni kwa mtazamo wa kisayansi, inafikirika ni kwenye somo la autonomy kuhusu ubongo. Jicho la tatu linaonekana katikati ya ubongo. Hilo jicho la ndani linaonekana katikati ya ubongo. Hapo ndipo zinapozalishwa homoni za kulaza au kuamsha hisia, maono, usingizi na kadhalika. Tunaposema jicho la ndani, kwa maana hiyo sasa, kama chanjo au vile vitu vilivyochanganywa kwa moto vimewekwa kwenye damu,
Kwa maana hiyo ufahamu wetu na akili yetu yawezekana ikafika tukawa controlled na vitu fulani kwenye damu yetu, kwa sababu dunia inaenda kukamilisha unabii kwamba taifa moja litatutawala kwa namna gani. Ina maana sasa kuna namna ya kuweza kuwatawala watu wote na sensa ambayo itakayofanyika. Mungu atusaidie sana. Tuendelee na sifa hizi za alama au muhuri. Tumeona muhuri wa watu wa Mungu, na muhuri mwingine ni fedha. Fedha imetengenezwa kwa kusubu. Hii ni shilingi 500, lakini ina namba na ina nembo, ina upande, ina nyati, na upande mwingine na picha ya kiongozi wetu ambaye aliondoka duniani. Lakini pia kuna nembo nyingine. Hii ni fedha ambayo imetengenezwa kwa asili na ina nembo na ina alama zake. Hii yote pia ni sehemu ya chapa kwa watu wa Mungu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10, Matendo ya Mitume sura ya 10, nayo inaeleza hivi: akamtazama sana. Lakini tuanze na mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosa kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kwa hiyo kumbe fedha ambayo inatumika mbele za Mungu, kumbuka fedha au na dhahabu ni mali ya Bwana. Kwa hiyo ni moja ya ukumbusho mbele za Mungu kwa watu watakatifu au watu wateule. Kwa maana hiyo huyu Bwana katika kudumu katika sala na maombi ikaleta ukumbusho mbele ya Bwana. Kwa maana hiyo ikaweka muhuri au alama au nembo mbele za Bwana, na Mungu akawa amesikia maombi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kingine kinahusu mafuta. Mafuta nayo pia ni nembo na ukumbusho, ni alama, ni muhuri. Katika kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 8 wa 9, nasema ametenda alivyoweza, ametangulia kuupaka mwili wangu marhabu kwa ajili ya maziko. Hapo sasa Yesu alipokuwa na wanafunzi wake akijiandaa wakati wa sadaka wa Pasaka, anasema kwamba yule mwanamke akaenda akamiminia mafuta kichwani. Kumbuka kwenye paji ndo lango. Akamiminia mafuta kichwani, na alipomiminia mafuta kichwani akasema, ametenda alivyoweza, ametangulia kuupaka mwili wangu marhabu kwa ajili ya maziko. Mstari wa 9, amini nawaambia, kila ihubiriwapo Injili katika ulimwengu wote, na hili alilolitenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Kwa hiyo alikuwa na mafuta ya nardo mazuri ambayo sasa akamiminiwa Yesu, na alipomiminiwa Yesu ikawa maandalizi ya maziko yake. Kwa hiyo leo kuna watu wanamiminiwa mafuta ya upako juu ya maandalizi ya tukumbuke hao ambao wamepakwa mafuta kwa ajili ya maandalizi ya maziko yao huko kuzimu, ambapo Yesu yeye alipakwa mafuta kwa ajili ya maandalizi ya maziko yake. Sasa Ibilisi amechukua hatua ya kuwatumia hao manabii wa uongo na kuwapaka mafuta. Bwana mmoja anajiita mtume na nabii, mama yake mzazi anaumwa, akampeleka kutibiwa Ujerumani, lakini waumini anagawia mafuta na maji kila siku wapate miujiza. Kila siku anagawa mafuta na maji. Mama yake mzazi anaumwa, kampeleka kutibiwa Ujerumani, hampi mafuta wala hampi maji. Alafu huyo anajiita mtume amewa
wangu, huyu ndio beautiful wangu. Jamani, dini zinachosha. Zinachosha. Unawatapeli watu, unawapa mafuta, mama yako mzazi unampeleka kutibiwa Ujerumani kwenye hospitali nzuri kwa pesa za hao unaowapa mafuta. Jamani, baba yenu kasema ndamo unachoka na hizo dini. Yaani wewe fikiri kwamba mchungaji wako au mtume ana walinzi zaidi ya 10, ana msafara utafikiri raisi, analindwa, lakini wewe anakuuzia kichupa cha mafuta kikulinde. Kichupa sio kimechanganywa mafuta ya nazi na mafuta ya mgando sio na nini, anakuuzia wewe kikulinde, lakini yeye analindwa na walinzi. Na huna akili na huwezi kuelewa, umefumbwa akili. Yaani ushenzi kabisa huyo. Yaani hivi kwa nini dini zinaharibu kivicha namna hii? Hayo ni mafuta wanaopakwa kwa ajili ya maandalizi ya maziko yao huko kuzimu, na hawataki kuelewa na wanaendelea kupakwa tu kwa sababu wameikataa kweli. Kweli ingeweka huru. Mungu awasaidie. Kama wanisikia wewe, geuka na kutubu ili wakatayo mafuta ya kuzimu. Ikiwa itatokea imekuja chanjo, ikiwezekana isipokelewe. Inayohusiana na corona isipokelewe. Corona virus COVID-19 ni kirusi cha corona tofauti na corona tunazozifahamu. Tunapopima popo, tunapopima nyoka, tunapata virusi vya corona, lakini sio kirusi kama hiki tunachokuta kwenye corona virus COVID-19. Sasa tuwe makini sana. Itakapokuja chanjo ya COVID-19, kama ikiwezekana, ni ushauri, naomba serikali ya Tanzania ikiwezekana ikatae. Na kama mtaikubali, basi ninaomba na kuwasihi isiwe lazima. Chanjo hiyo ambayo iko tayari. Kwa hiyo ambaye haiko tayari, usimpatie hiyo chanjo. Kwa sababu faida ya hiyo chanjo ni ndogo sana kuliko tiba utakayokuja kuhangaika nayo baadaye. Kwa nini nasema hivi? Nitakutolea mfano juu ya habari ya sindano hii wanaita the beast, ambayo iliweza kutangazwa mwaka wa juzi nchini Marekani na Barack Obama, ambayo ni chanjo yenye microchip ambayo hakika unapodungwa chanjo hiyo, sasa unaweza kucontrol popote pale unapoenda. Sasa inawezekana katika mfumo huo. Kwa nini naeleza hivi? Kumbuka walioandaa hiki kirusi cha corona na wakiita hiyo jina la corona sio wajinga, ni wasomi wa ngazi za juu, na wametumia hesabu ambazo ni za kibinadamu kabisa. Lakini ili uweze kuzifahamu unahitaji akili isiyofikika. Nitaweza kufafanua kidogo katika habari hii, halafu baadaye nitaendelea kitu. Corona ni maneno 6, ambayo haya maneno 6 yametobolewa katika herufi 26, na hesabu ya haya maneno 6 yaliyotobolewa katika herufi 26 yanaleta hesabu ya namba 666. Kwa Wakristo, kwa Waislamu utakuwa unanielewa. Kwa nini nasema hivi? Corona ni jina ambalo litokana na waliotengeneza hiyo corona, na wanaitengeneza katika mfumo wa akili isiyo ya kawaida, ni elimu ya juu. Kwa tusiwe wakinya sana kuacha kufuatilia, baadaye tukajikuta tunaumia zaidi. Kumbukeni hapo magonjwa ambayo yaliweza kuipindua dunia kwa miaka mingi, na watu wakafa mpaka nusu ya dunia. Na mbaya zaidi ulikuwa ni ugonjwa huu ambao ulitokea mwaka 1346 ukaisha mwaka 1353, ambao ni ugonjwa ambao uliua nusu ya dunia. Dunia kipindi hicho ilikuwa na population ya watu milioni 400 na walikufa watu milioni 200. Kwa hiyo takriban nusu ya ulimwengu walikufa, hasa nchi za Asia na nchi za Europe waliteketea na walikufa kwa kiwango kikubwa sana. Na kumbuka, wako watu ambao wanatambulika kama the New World Order, ambao hawa wa New World Order ni mpango maalum wa kupunguza wanadamu ulimwenguni. Ni kwa sababu ya nini? Sitazungumzia leo. Fuatilia utaweza kuelewa. Kwa nini wapo? Sitazungumzia leo. Ni kwa sababu ya nini? Sitazungumzia leo. Fuatilia utaweza kuelewa. Kwa nini wapo? Sitazungumzia leo, ila fuatilia utaweza kuelewa. New World Order ndio wanaokuja na hiyo chanjo ya the beast ambayo ilizinduliwa na Barack Obama miaka ya juzi ili kuweza kuweka microchip kwamba Marekani popote walipo waweze kujulikana. Sasa imagine
kama sindano hiyo watachoma ulimwengu mzima kwa tuhuma kwamba tunawachanja corona. Habari gani kama taarifa zetu zote zinakuwa ziko pale? Ndipo mwanzo utakapoanza kuambiwa hautaweza kuuza, hautaweza kununua mpaka uwe na chanjo ya coronavirus. Na ninahisi njama hii ya chanjo ya coronavirus, sijajua kama ipo, ila ninayo hakika kubwa sana itakuja. Ila nimeomba kama ikija, ikiwezekana serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania msipokee, na ikiwezekana kama mkipokea ikaonekana hakuna jinsi, ninaomba isiwe lazima achanjo yule aliyehiari, ila kwa ambao wasio hiari wamakache kama walivyo. Maana mwisho wa siku tutakuja kurudiana na tutaweza kujifanya wenyewe. Na kama hataweza kupokea, tunazo faida nyingi sana ambazo tutazipata. Kwa hiyo tusipokee chanjo hiyo, tunajivunia vyakula vya asili. Turejee Edeni, turejee kula vyakula vya kuimarisha kinga, turejee kufuatilia mamlaka zilizoweza kutoa hizi hatua za kuambukiza virusi vya corona, tusivuke kabisa. Huku tukila chakula kizuri, tukiimarisha kinga zetu za mwili, hatutapata virusi vya corona. Nadhani mshangao kwa wengi ambao wameingia katika mitandao ya kijamii. Zipo video nyingi sana ambazo zimesambaa zikielezea corona kama kitu kikubwa sana. Zimetengenezwa video nyingi misikitini, zimetengenezwa video nyingi sana makanisani, zimetengenezwa video nyingi sana katika mikusanyiko ya watu. Tusikilize nyingine tena. Tusikilize nyingine. Na ndugu wa Babiloni wanaitwa the Babylonian Brotherhood, Babeli. Ndio wanaotawala hii dunia, ambao hata 200,000 hawafiki, na wanatawala zaidi ya mabilioni ya watu ulimwenguni kutokana na power ya ibilisi wanaopawa. Wanaitwa the Babylonian Brotherhood, wanandugu wa Babeli. Wanandugu wa Babiloni, malengo yao ni sawa sawa na malengo ya ibilisi. Na wanandugu wa Babiloni wakati wanapigana ili kuikomboa Amerika iwe taifa huru, na wakang'ang'ana kupitia George Washington aliyekuwa tajiri mkubwa wa mashamba. George Washington alikuwa mkulima, alikuwa bilionea wa mashamba. Wakapigania Marekani pamoja na Freemasons Army mpaka Amerika ikajikomboa ikawa taifa huru mwaka wa 1777. 1776. Nataja mwaka huu kwa sababu ni mwaka muhimu sana kwa waabudushi wa G7. Wanapanga kuelezea nia yao ya dhati katika mkutano wa kutoa walau dozi bilioni 1 za chanjo ya virusi vya corona kwa nchi ambazo zinataabika kote duniani. Nusu dozi hizo zinatokea Marekani na dozi milioni 100 zitatolewa na Uingereza. Rais wa Marekani Joe Biden na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson wameelezea azma yao ya kushirikiana chanjo za COVID na kufungua mlango kwa mkutano huo wa viongozi unaofanyika Cornwall huko nchini Uingereza, na kuzungumzia matarajio ya usambazaji chanjo kwa mataifa ya kipato cha chini na kipato cha kati. Kwa vile dozi hizi hazipatikani kwa hivi sasa, kwa hakika nchi zina majukumu kwa kweli kuchochea program za chanjo kwa ajili ya wananchi wao. Wana mikataba ya kununua chanjo kuliko zile ambazo wanahitaji. Basi wanahitaji hivi sasa kuelekeza dozi hizo kwa nchi zenye shida. Hili ni jambo la haraka sana ambalo G7 wanahitajika kukabiliana nalo. Rais wa Marekani Joe Biden atatumia mkutano wake wa kwanza wa G7 hivi leo Ijumaa kusukuma moja ya sera zake za juu za kimataifa, mikataba ya kiwango cha chini cha kodi cha walau 15% kwa makampuni makubwa. Mawaziri wa fedha kutoka nchi 7 tayari wameonyesha uungaji mkono wao kwa mpango huo wakati wa kikao kilichofanyika London mwishoni mwa wiki iliyopita. China na changamoto za itikadi zimeonekana kuongezeka na inatarajiwa kuwa miongoni mwa masuala mazito na wakabili viongozi wa G7 katika mkutano huo. Akipanga safari yake wiki iliyopita, Biden aliandika katika Washington Post, Marekani lazima iongoze dunia kwa msimamo wenye nguvu, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na harakati mbaya za serikali za China na Russia. Katika taarifa ya pamoja ya jana Alhamisi, Biden na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris
Hiyo inaweza ikatupa mustakabali. Sasa tuende kuangalia Johnson and Johnson. Maana jina Johnson ni jina la Kiingereza ambalo linamaanisha mwana wa Yohana, zawadi ya Mungu. Jina Jones linatokana na Kilatini Johannes, ambalo linatokana na Yohana ya Kiebrania inayo maana Yehova amekubali. Johnson alikuwa jina maarufu sana kati ya Wakristo kutokana na watakatifu wengi aitwaye John akiwa pamoja na mtakatifu Yohana Mbatizaji na mtakatifu Yohana Mhubiri. John, jina wengine wanaeleza John linamaanisha nini? John linamaanisha Johnson, maana ni takwimu ya majina 100,000 ya watoto. Maana Mungu yuko pamoja nasi. Jinsia ya kiume, asili aina ya John, sauti sawa wavulana, kuna Jensen, Jenson, Johnson, Johanneson, Jameson, Jenson na Jenson, na Jonasson. Nini maana kamili ya Johnson? Mjifunza Johnson ni jina la ukoo na jina lilopewa la asili la Anglo-Norman, akimaanisha mwana wa John. Jina la Yohana linatokana na Yohani, jina la Kiebrania linalomaanisha Mungu ni mwenye neema. Bwana Yesu atusaidie sana. Johnson ni jina la pili la kawaida nchini Amerika na iko katika nafasi ya 154 inayojulikana zaidi ulimwenguni. Jina Johnson linamaanisha nini? Nafikiri tushaelewa. Kwa hiyo Johnson kwa nini inajulikana sana? Johnson, kama nilivyotangulia kusema na juu ya mafundisho yote, ya kwamba Johnson ni kampuni mzalishaji wa vifaa vya matibabu na dawa na mmiliki wa chapa nyingi za watumiaji zinazojulikana duniani. Kwa hiyo tumeona Johnson kwa kifupi au kwa kirefu, manake ni hivyo. Tuende sasa jina la corona. Corona kama tulivyotambulishwa katika kitabu chetu cha Ufunuo sura ya 13 mstari huu wa 18. Tulitambulishwa kwamba kuna katika kitabu cha Ezra sura ya 2 mstari wa 13 wana wa Adonikam 666. Kwa hata tunaileta sasa hii story ili itupe mwanga zaidi. Tunapoenda jina la corona ni nini? Mmoja aliandika corona ni Kihispania, ni Kiitaliano, kutoka corona crown, yani kichwa cha juu, kile kichwa cha chupa, corona au crown au taji. Kilatini labda inatumika kama jina la eneo au makazi linalorejea nyumba yenye ishara hii, au kama jina la utani la mtu ambaye alikuwa na utimilifu wa kiapo cha kidini au ambaye alikuwa na ushawishi wa mamlaka, yani crown, taji. Corona inatoka wapi? Mzaliwa wa Mexico na kukulia ufukweni. Corona ndiye kikamilifu kamili cha anasa. Kumbuka kuna anasa ambayo imeenea duniani kote. Anasa rahisi za maisha, rangi ya dhahabu, ladha nyepesi inayoburudisha, na chupa ya kitabia iliyopakwa kwa mkono, iliyojazwa na chokaa inayobanwa hivi karibuni. Kwa mfano kuna chupa hapa. Chupa kwa mfano ni chupa ya ulevi, lakini ina nembo. Tunasema kwamba ni bahari, mfano wa bahari ya kioo ndio changamana na moto. Ndani mwake kuna vinywaji vikali ambavyo vinaharibu dunia. Lakini nani alianza kutengeneza? Ni hao familia ya corona. Corona ina maana gani? Mwingine anaeleza corona kutokana na Kilatini kipya kutoka kwa Kigiriki cha kale
ni shada la maua au taji. Kumbuka tulipokuwa tukisoma katika kitabu chetu hiki, tuliona ya kwamba wale walikuwa kitengeneza chupa au kitu cha kusubu katika Wafalme wa kwanza sura 7:26. Na unene wake ulikuwa nyanda 4 na ukingo wake ukafanywa kama ukingo wa kikombe, kama ua la yungi uingie bathi afu. Kwa hiyo ua la yungi. Kwa hiyo ua la yungi tuseme ile corona au taji au crown. Familia ya corona inatoka wapi? Jibu ni kwamba nchini Marekani, California, ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya familia zilizo na jina la ukoo la corona. Ziliishi ndani ya rekodi ya sensa. Mara nyingi unaweza kupata taarifa kama vile majina ya wanakaya, umri, maeneo ya kuzaliwa, makazi na kazi. Wazee wako wa corona walijipatia riziki gani? Mnamo mwaka 1940 wafanyakazi wa kalani walikuwa kazi za juu zilizoripotiwa kwa wanaume na wanawake huko USA ziliitwa corona 34%, na wanaume wa corona walifanya kazi kama vibarua 13%. Ya wanawake wa corona walifanya kazi kama kalani. Baadhi ya kazi ambazo hazikuwa za kawaida kwa Wamarekani waliitwa corona zilikuwa mfanyakazi mpya na mjakazi. Rekodi ya sensa. Kuna rekodi 25,000 za sensa zinazopatikana kwa jina la mwisho corona kama dirisha la maisha yao ya kila siku. Rekodi za sensa ya corona zinaweza kukuambia wapi na jinsi mababu zako walivyofanya kazi, kiwango cha elimu, hadhi ya mkongwe na zaidi. Je, wastani wa maisha ya corona ni upi? Kati ya 1949 na 2004 nchini Marekani, umri wa kuishi wa corona ulikuwa chini zaidi mwaka wa 1949 na juu zaidi mwaka wa 2004. Wastani wa umri wa kuishi kwa corona mwaka 1949 ulikuwa 39 na 73 mwaka wa 2004. Maisha mafupi yasiyo ya kawaida yameweza kuashiria kuwa mababu zako wa corona waliishi katika mazingira magumu. Muda mfupi wa maisha unaweza pia ukaonyesha matatizo ya afya, mambo ambayo yaliyokuwa yameenea katika familia yao. SSDI ni hifadhi data inayoweza kutafutwa ya zaidi ya majina milioni 70. Unaweza kupata tarehe za kuzaliwa, tarehe za kifo, anwani na zaidi. Hiyo ndio data SSDI. SSDI maana yake ni Social Security Disability Insurance, kama vile ilivyo NSSF, yani National Social Security Fund, shirika la umma lenye mamlaka. Kwa hiyo nao walikuwa na shirika ambalo mpaka sasa linaendelea, au kama vile tuna NIDA. Kwa hiyo maana halisi ya majina hayo kwa Kihispania na Kiitaliano kutoka corona crown, majina ya ukoo yanayofanana ni corona, yani K ya kawaida, coroneri C ya kwanza C, Orona, Caron, Morani, Korea, Corona ya C, Cotina sorry. Kwa hiyo pia kuna magari ya Corona, kuna Corona. Kwa hiyo ni kampuni au nchi inaonyesha kwamba ni sensa. Kwa hiyo sisi tunapokuja kwenye hali hii tumeonyeshwa kwamba ni jamii au sensa ambayo inahusika na mambo mengi. Corona haijaishia hapo. Corona ni watengenezaji pia wa bia. Wanachapa ya bia ambayo imetengenezwa mfano utafutaji wa familia ya jamii ya Johnson, tumeiona hiyo. Lakini pia corona familia inaweza isiwe na maarufu kama binamu yake aliye na chupa safi, lakini anajitokeza kama bia ambayo iliyojaa zaidi ya mtindo wa Mexico.
Wasifu wake wa ladha ya biskuti na uzalishaji laini huifanya iwe rahisi kuanisha aina mbalimbali za vyakula na bia ya karamu nzuri sana. Kwa hiyo hao ni watengenezaji wa Corona. Hebu tuangalie katika hali yao ya pombe wanazotengeneza kama Corona. Hii ndio Corona, chupa ya Corona ina nembo kama nilivyosema Corona Crown au Taj, na inafanana kwa jinsi hiyo. Kwa maana hiyo hawa wenzetu ni watengenezaji wa pombe ya Corona, na hii ndio nembo yao. Na ukiangalia kuna Corona kitu ka crown kwenye hii alama, na ndio watengenezaji wa pombe nyingi. Kwa hiyo watengenezaji wa pombe, mwaka 1990 Corona ilianzisha tangazo la mada ya Christmas inayoitwa O Tannenbaum. Inaangazia uimbaji wa mluzi wa wimbo maarufu wa O Tannenbaum, huku mtende ukiwashwa kwa taa za Christmas. Nukuu inayosema Feliz Navidad, Christmas njema. Tangazo la bia lilodumu kwa muda mrefu kiasi zaidi, linalokuwa likipeperushwa kila mwaka katika mwezi wa Desemba. Tumeona wingi wa habari hii, tumeona hali ya ulevi ambayo inaendelea katika dunia nzima. Kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 11, uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Kwa hiyo macho ya ndani ya mwanadamu huondoka ufahamu wake na akili zake, hata kutafasiri inakuwa ni ngumu. Isaya 28:7, lakini hawa nao wamekosa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Kuhani na nabii wamekosa kwa kileo, wamemezwa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Hukosa katika maono, hujikwaa katika hukumu, kwa sababu jicho la ndani limeharibika. Yani katika kipaji ambao ni kipawa kimeharibika. Mithali sura 21, mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosayo kwa vitu hivyo hana hekima. Kwa hiyo hata Tanzania yetu kuna vileo ambao vimetengenezwa. Mfano chupa kama hii, unaweza kuiona kwa ukaribu zaidi, wametengeneza, lakini ina maelekezo gani? Kwa hiyo iko kwenye bahari, mfano wa bahari ya kioo, ambayo ndani mwake kuna vitu vya moto au gesi ambayo sasa inafanya ulimwengu uharibike. Kwa hiyo chupa hii ina nembo imeandikwa Jobo Vodka ina nembo hii ambayo imetengenezwa katika nchi yetu ya Tanzania. Nayo imeandikiwa drink like you never did. Kunywa kama hujawahi kunywa. Kunywa kama hujawahi kufanya. Nayo ina mili 43 asilimia ambayo ni alcohol. Nayo anayesafirisha ni Gensa Distilleries Tanzania Limited, Roman Catholic St. Mbezi Makabe. Kwa hiyo ni kinywaji ambacho kimeandikiwa proud Tanzania Spirit, kujivunia moyo wa Tanzania. Spirit ni roho, lakini kiroho translates ni spiritual, maana yake roho, nafsi, mzimu au pepo. Kwa maana hiyo sasa
katika huu msemo wa huyu Yeremia sura ya 51 na mstari wa 7. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Hivyo sasa tumeona wazimu ambao umegharibu dunia nzima. Kwa maelezo haya ya kutosha, bila shaka nimeeleza vya kutosha. Hivyo mimi sina shaka ya kwamba chanjo ya corona ni chanjo ambayo imetokana na hesabu ambayo sasa ulimwengu utaenda kuhesabiwa, maana ni nyakati za mwisho. Kwa sababu corona kama corona au COVID-19, COVID inawakilisha nini? Katika uchanganuzi wa takwimu, mgao wa tofauti, COVID hupima mtawanyiko wa matukio. COVID ni sawa na uwiano kati ya mkengeuko wa kawaida na wastani. Kwa hiyo basi, katika ulimwengu wa roho hatuwezi kujua sasa kwamba huu mchanganyiko ambao umeonekana uko ndani ya mfano wa kioo, bahari ya kioo ambayo umechangamana na moto, na waliokuwa pembeni ambao hao ndio hawakuchanjwa, kwamba kinaenda kufanyika nini? Je, baada ya muda itakuwa sensa au ndio hiyo inatangazwa sasa sensa, kujua mpaka damu yako ikoje? Kwa sababu kitu hiki kinaenda kwenye ufahamu, kwenye mlango wa ufahamu, na mlango wa ufahamu inawezekana ukapitia katika kunywa au katika kuvuta. Kwa mfano corona hawa wanatengeneza mpaka sigara wanatengeneza sigara ili kuharibu tu mlango wa fahamu. Sigara ukinywa ni sawa, kama ukivuta ni sawa kama vile watu wanapokunywa pombe. Ule mlango wa fahamu huyumba, pamoja na macho na masikio na mwili kwa ujumla. Ndio maana mtu huwa anayumba, kwa sababu mlango wa fahamu umeharibika. Na wengine huvuta katika pua, mlango wa fahamu. Unapovuta katika pua, ule mlango wa fahamu wa ndani, hekima ile ya ndani inapotea. Kwa hiyo anajisikia faraja yeye, lakini ni teja. Ndio maana kwamba dunia yote ikajaa wazimu kwa sababu ya mvinyo wa hilo taifa lenye nguvu, ambalo sasa watawala sasa, maana wanachaguana katika hilo taifa G7, wanachaguana wenyewe. Labda safari hii katika nafasi hii ya mzee alofariki, labda sijui kama Ibilisi ataona yako sawa sawa kwamba ateuliwe mtu mkushi, sijajua. Hayo yote naweka mbele yenu. Yawezekana miongoni wa wengi mkachukia, lakini hakuna namna, kwa sababu ni ujumbe unaopita, na kama unapita ni wewe mwenyewe kuchukua jukumu kufuatia mafundisho haya ambayo nimeeleza kwa kirefu sana, ili kujua kitu hiki maana ya chapa ni nini, jambo linalohusu ulimwengu mzima. Na ndio maana chanjo sasa hii ilivyokuja ni lazima kwa mataifa mengine. Lazima watu walifukuzwa kazi, watu waliachishwa kazi kwa sababu walikataa, na hili ileta taharuki kwa madaktari, kwa manesi miongoni mwao ambao walikuwa pembeni na hiyo bahari, mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto. Kwa sababu hiyo walikataa, na wengine wamefukuzwa kazi, na wengine waliachishwa kazi kwenye hao mataifa makubwa. Na ndio maana kwamba mtu kama asipokubaliana na wale mataifa, wanakunyima mikopo, wanakuletea mambo mengi. Kama taifa letu la Tanzania, baada ya kuwa amekataa kiongozi, basi ikawa na uhasama mkubwa. Lakini target yao ni kwamba walete chanjo kwa idadi wanajua, ili sensa yao wajue kwamba kama Watanzania tuko milioni 60, na watakapokuwa wameleta chanjo watakuwa wamechanja watu wangapi katika hesabu yao. Hatuwezi kujua sasa. Baada ya muda watatumia labda internet au satellite kutengeneza mawasiliano, watu kwa control, kama wengine ambao wameeleza kwamba kuna sindano ambao waliwachoma watu, anajulikana mtu yuko mahali fulani. Ndio maana ilikuwa shida. Sasa wewe unaosubiri utauza au utonani kwa sababu ya nani pale, ni jambo hili lishatokea. Labda kama litatokea muendelezo huko mbele, lakini tayari mtu ulikuwa huwezi kwenda mahali pengine, lazima uwe na Johnson ambaye sasa unamilikiwa na taifa fulani.
wana wa Yohana ndio wanaumiliki dunia nzima. Na corona ni familia ya wa Marekani, taifa ambalo lenye nguvu. Mungu atusaidie katika haya. Yawezekana kama nilivyosema, yawezekana wengine wasielewe na wengine wakakasirika, wengine wakafanya haya na yale. Sina namna, inabidi nilete kama Mungu aliponipa kibali ya kuyaleta haya. Maana nimekana mwezi mzima na jaribu kuangalia hii chanjo ni nini. Mungu atusaidie sana. Kwa jina la Yesu. Amen. Asante Yesu.